Katika hali isiyo ya kawaida, mzee aliyejitambulisha kwa jina la Solano Solomoni amejitokeza na kusema kwamba yeye ndiye baba yake mzazi na Gigy Money. Tunafahamu Gigy Money jina lake halisi ni Gift Stanford Joshua, lakini huyu mzee amekuja kukanusha na kusema kwamba Gigy Money jina lake halisi sio Gift Stanford Joshua kama ambavyo tulikuwa tunajua mwanzo, bali jina lake halisi ni Gift Solano Solomon, na ameweza kuweka wazi juu ya yale ambayo wengi tulikuwa hatujui mpaka Gigy Money kumkataa yeye kama baba yake mzazi. Sasa kuna interview itakuja hapa, lakini ngoja nikupe tu nukuu ya kile ambacho huyu mzee ameweza kukisema. Niliweza kukiandika nikashare pale kupitia ukurasa wetu wa Facebook, lakini hapa pia ngoja nikupe history jinsi ambavyo yeye ameweza kusimulia kuhusiana na ukweli wa yeye ni baba yake mzazi wa Gigy Money. Mimi naitwa Gabby Official, naomba nikukumbushe tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini hii video ili usipitwe na hiyo interview ikija hapa, lakini pia like video kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na hiki ambacho utakisikiliza hapa. Hapa na nukuu: Gigy ni mwanangu wa 4 kati ya watoto 9 nilionao, lakini yeye nilizaa na mwanamke mwingine tofauti. Watoto wangu wako na mama zao pia. Nilikutana na mama yake katika utafutaji wa kibiashara. Alikuwa na shida nikamsaidia. Mimi nilikuwa nafanya biashara za mazao. Kwa hiyo tukaanza urafiki na baadaye tukaangukia kwenye mapenzi. Ambapo baada ya yeye kupata ujauzito wa Gigy, tuliahidiana kulea, lakini sikuwa na namna ya kumuoa kwa sababu mimi nilikuwa na mke wangu na watoto wangu wengine tayari. Biashara yangu ilipitia kipindi kigumu, nikafilisika, nikawa nashindwa kumhudumia mama yake na Gigy. Kwa hiyo akaanza kuwa na mahusiano na mwanaume mwingine aliahidi kuitunza mimba yake. Wakati huo mimi nilikuwa nimerudi Moshi kuendelea na biashara zangu na kuishi na familia yangu ambayo ilikuwa kule. Huo ukawa mwanzo wa mimi na mama yake Gigy kuwa mbali. Mawasiliano alikata kwa muda mrefu, zaidi ya miaka 26 ikapita, na mwaka 2024 nikaanza kusikia taarifa kwamba ile mimba yule mwanamke alizaa mtoto ambaye sasa hivi ni msanii mkubwa tu. Sasa kwa kuwa hatukuachanaga kwa ubaya, niliamua kufanya jitihada za kumpata mwanangu. Lakini nilipojaribu kumpigia simu, alinikataa na kunitishia kunishtaki akisema kwamba hanijui mimi. Alisema kwamba mama yake hakuwahi kunitaja mimi kama baba yake. Kwa hiyo nisimtafute kwa sababu sikumtafuta huko nyuma. Nina maisha magumu sana na mpaka sasa naishi peke yangu. Watoto walishaanzisha familia zao, mimi nipo tu, mke wangu alishafariki. Nipo tu mwenyewe. Ni mwaka wa pili huu tangu mwanangu Gigy anikatae, lakini naomba nisaidie hata chochote nipate kuendeleza maisha yangu. Natamani hata nichukue nikaishi naye huko mjini kwa sababu hapa maisha magumu. Sina msaada mtu yoyote. Nampenda sana mwanangu na sikumkataa, bali ni kupotezana kwa bahati mbaya kati ya mimi pamoja na mama yake. Natamani nipate mtu wa kunipeleka kwake nikapaone anapoishi mwanangu Gift kabla sijafa, kwa sababu hajawahi kukutana na mimi zaidi ya kuona picha zangu tu. Ameweza kujitambulisha hivyo na amedai kwamba anatamani tu kupaona sehemu ambapo anaishi Gigy Money, lakini pia anatamani aweze kuonana na mwanae kabla hajaweza kufariki dunia, kwa sababu anahofia kufa bila mwanae kuwa ameonana naye. Sasa sijui inawezekana kama kuna ukweli au ndio wale ambao wanatafuta namna ya kuweza kupata watoto kwa sababu tayari Gigy kashajipata na vitu kama hivyo. Lakini comment yako ni ipi? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo chini, lakini usisahau kusubscribe kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo atakuwa anakuja hapa on time.